msukumo wa kujitoa kwenu, na nawaomba tuendelee kumuunga mkono rais wetu kwa kumpa kura nyingi za kishindo katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa niweke msisitizo katika masuala muhimu kama ifuatavyo. Moja, juu ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, tarehe 24 Juni 2025 ndani ya bunge lako tukufu, sote kwa pamoja tulipitisha kwa kishindo bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-26. Nitumie nafasi hii kusisitiza maeneo yafuatayo. Moja, maafisa masuhuli katika ngazi zote za umma wazingatie vipaumbele vilivyoainishwa kwenye bajeti iliyopitishwa na bunge. Na mbili, kwa maafisa masuhuli tena wakamilishe miradi yote ambayo haijakamilishwa sambamba na kutekeleza ahadi za viongozi inavyoelekezwa katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Nitumie nafasi hii kuwakumbusha wadau mbalimbali, kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwemo wananchi ambao ni wapiga kura, kushiriki kamilifu katika uchaguzi huo. Mheshimiwa Spika, nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba kila mmoja analinda na kuitunza tunu ya amani na utulivu kwa nchi yetu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa upande mwingine, serikali itahakikisha inatekeleza wajibu wake wa kusimamia katiba, sheria na taratibu zilizowekwa ili kila mwananchi mwenye sifa ya kuchaguliwa au kuchagua aweze kutimiza haki yake ya kikatiba bila vikwazo vya aina yoyote. Mheshimiwa Spika, sekta ya michezo, nianze na kukupongeza wewe Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendesha mabonanza ya michezo. Ninafahamu mabonanza haya yameanza kufanyika tangu Januari mwaka 2023 lenye lengo la kuwahamasisha wabunge na watumishi wa ofisi ya Bunge kujenga tabia ya kufanya mazoezi kama wanafamilia ya taasisi ya Bunge. Lakini vile vile mabonanza haya yanalenga kujenga na kuimarisha afya, umoja kama taasisi na kuongeza tija katika kutekeleza majukumu ya kulitumikia taifa letu kwa ufanisi. Pia ni fursa kwa wadau mbalimbali kushirikiana na familia ya Bunge pamoja na wananchi katika michezo na burudani kwa pamoja na wabunge wao. Mheshimiwa Spika, ninakupongeza sana kwa kutoa fursa hii kwa waheshimiwa wabunge kuonesha vipaji vyao katika michezo mbalimbali. Ama kwa hakika hivi juzi waheshimiwa wabunge wameendelea kuonyesha vipaji vyao na umahiri mkubwa katika michezo na viwango vya hali ya juu vyenye ubora wa kitaifa na kimataifa. Na nawasihi kwamba wote tuendelee na mazoezi haya, yana nafasi mzuri kiafya na yanaimarisha pia mahusiano. Tumeshuhudia umahiri wa waheshimiwa wabunge kwenye michezo ya mipira, mbio, kuvuta kamba, kufukuza kuku, ulaji na unywaji wa kiasi, lakini pia na michezo ya ndani. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie mwenendo mashindano ya kimataifa ya michezo mbalimbali. Katika miaka hivi karibuni, Tanzania imeendelea kujipambanua kama nchi yenye vipaji, ari na uwezo mkubwa katika michezo na kuzipeleka timu zetu kimataifa. Timu yetu ya soka ya taifa wanaume, Taifa Star, imeonyesha ushindani wa hali ya juu kwenye mashindano ya kimataifa, ikiwemo rekodi za kuvutia kwenye mechi za kufuzu AFCON na hata kushinda timu ambazo zamani zilitazamwa kama vigogo wa soka barani Afrika. Vivyo hivyo, timu ya wanawake Twiga Star imeendelea kutoa taswira ya matumaini kwa wasichana wetu, wakionyesha kuwa michezo si tu ya jinsia fulani bali ni ya kila mwanamichezo mwenye ndoto, bidii na moyo wa uzalendo. Mheshimiwa Spika, vilabu vyetu vya mipira miguu nchini vimeendelea kupeperusha bendera ya taifa letu kwa kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na kuwa timu tishio barani Afrika kwa sasa. Hapa nitambue kazi kubwa iliyofanywa na timu yetu ya Yanga kwa kuweza kupiga hatua muhimu kwenye kombe la mabingwa barani Afrika na kufikia hatua ya makundi ya msimu wa 2024-2025 ambayo ni muhimu sana kwa ustawi wa ubora wa ligi yetu. Mheshimiwa Spika, jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184
wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao 2-bila. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie tena. Jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu kama Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao 2-bila yaliyofungwa na nyota Pacome Zuzu na kijana wetu wa Kitanzania Clement Mzize. Mheshimiwa Spika, naomba niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa 31 wa Tanzania bara, ikiwa ni ubingwa wa 4 mfululizo. Aidha, niwape moyo niwatie moyo klabu ya Simba kwa kuendelea kupambana mpaka mechi ya mwisho na kuongeza ladha ya timu yetu. Pia niwapongeze wachezaji wote wa ligi zote wa timu zote za ligi hapa nchini. Viongozi wa vilabu vya soka, pongezi sana. Wadhamini na wafadhili wa michezo, hongera sana. Na viongozi wa shirikisho letu la mpira nchini TFF, hongera sana kwa usimamizi mzuri kwenye mpira huu wa miguu. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine nipongeze sana klabu ya Simba kwa hatua kubwa ya kutinga fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Timu hiyo ilihitimisha mchezo wake kwa sare ya magoli 1-1 dhidi ya timu ya RS Berkane kutoka Morocco katika uwanja wa New Amaan Zanzibar. Nazipongeza sana timu zetu za Yanga na Simba kwa hatua kubwa ambazo wamefikia, lakini pia naipongeza timu ya Azam FC ikifuatia kwa ubora na uwekezaji mzuri na viwango katika soka la hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie maandalizi ya michezo ya CHAN na AFCON mwaka 2027. Mwaka huu 2025 Tanzania imepewa heshima kipekee kuwa mwenyeji wa michuano ya bingwa wa mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani CHAN 2025. Tayari serikali kupitia wizara husika na kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imeanza maandalizi ya kina na kuhakikisha viwanja, miundombinu na huduma muhimu zitakidhi viwango vya kimataifa. Na tayari tumeshapangiwa timu 5 zitakuwa Benjamin Mkapa, timu 4 zitakuwa New Amaan Zanzibar. Kwa hiyo tuna timu 9 na vituo 2 hapa Tanzania. Lakini Tanzania itakuwa mwenyeji wa ufunguzi wa michezo ya CHAN mara tu itakapoanza mwezi wa 8. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Juni 2025 ukarabati wa uwanja wa New Amaan Zanzibar umeshakamilika. Ujenzi wa uwanja wa Arusha umefikia 47%. Ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa umefikia 88%. Mheshimiwa Spika, pamoja na jitihada za ujenzi wa ukarabati wa miundombinu ya msingi, vile vile ukarabati wa viwanja vya mazoezi unaendelea vizuri ambapo ukarabati wake umefikia 90%. Viwanja hivyo ni Gymkhana, uwanja wa chuo cha sheria na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kule Mbezi Beach, Mbweni. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 wanamichezo na timu mbalimbali wamefanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na kuipeperusha bendera ya taifa, na baadhi ya timu na wanamichezo waliopeperusha bendera ya taifa na kuletea heshima nchi yetu ni pamoja na hawa wafuatao. Moja, mabingwa wa mashindano ya wanawake Afrika Mashariki na Kati CECAFA Senior Women Championship 2025 na yenyewe imeletea heshima taifa letu. Timu ya taifa ya cricket ya wanaume chini ya miaka 19 ambayo imefuzu kucheza kombe la dunia ambayo limefanyika katika nchi za Zimbabwe na Namibia, itafanyika Zimbabwe na Namibia mwaka 2026. Timu ya taifa wanawake ya mchezo wa fusto ilishika nafasi ya 2 katika mashindano ya Afrika
na tayari imefuzu kucheza kombe la dunia nchini Ufilipino mwezi Novemba mwaka huu 2025. Klabu ya Simba ilifikia hatua ya fainali la kombe la shirikisho la CAF na kuwa mshindi wa pili baada ya kupoteza mchezo wake na timu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco. Timu ya taifa ya wasichana ya mpira wa kikapu na umri chini ya miaka 16 ilikuwa mshindi wa mashindano ya Afrika Mashariki ambayo yalifanyika Kibaha mkoani Pwani mwaka 2024. Mwanariadha Alphonse Sim alishika nafasi ya pili na kupata medali ya fedha katika mashindano ya marathon ya Boston ambayo yalifanyika nchini Marekani mwezi Aprili mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, sasa naomba kutoa hoja ya shukrani. Kwa unyenyekevu mkubwa sana namshukuru kwa dhati wa moyo wangu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa imani yake isiyopimika aliyoionyesha kwangu tangu aliposhika hatamu ya kuliongoza taifa hili